Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Naam bwana mtazamaji, kama unakumbuka tulikupa update katika video iliyopita kuhusiana na kile ambacho kimewakuta waandishi wa habari ambao walihudhuria ile show ya Davido pale Kawe jijini Dar es Salaam nchini Tanzania huko, ambapo kiukweli ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi. Maana bwana waandishi wa habari bwana walijitokeza katika uwanja wa airport jijini Dar es Salaam kwa ajili tu ya kumpokea Davido, lakini pia vile vile sababu ya kwenda kumpokea Davido usiku wa manane pale airport jijini Dar es Salaam ilikuwa ni kwamba walikuwa wanataka kuzungumza naye, yani wapate interview, wazungumze naye hata maneno mawili matatu, lakini at the end of the day bwana mambo yakawa tofauti, kwani mabouncer wa Davido walizuia Davido kufanya interview na mwandishi yoyote ule wa habari ambaye alikuwa amejitokeza pale airport. Lakini sio tu kwamba kuzuiwa kawaida, yani ilikuwa ni ngori, walikuwa wakisukumwa, wanabebwa, wananyanyuliwa, wanawekwa pembeni, jambo ambalo kuna baadhi ya watu ilikuwa imewakera kweli kweli. Sasa hapa kuna maoni ya wadau mbalimbali ambao wamemake headline. Kuna huyu hapa anaitwa Whitney Wanda anasema kwamba bwana, muda mwingine hawa security sifa zinazidi. Kama waandaaji wa hizi show mnakuwa hamuhitaji waandishi, msiwe mnawaalika, hivi sio sawa kabisa. Same thing used to happen in football, ila siku hizi mambo yamebadilika. Hii sio sifa kabisa, unless otherwise, kama hamkuhitaji waandishi na mliwataarifu basi hapo sawa. Kuna mdau hapa hajapendezwa na the way ambavyo waandishi walivyokuwa wakisukumwa. Lakini kuna mwingine hapa anasema ila wanakuwa kwenye majukumu yao. Unajua kabisa waandishi wengi huwa wanavaa vitambulisho ili watambulike, na naonaga kwenye mahafla mbalimbali watu kwenye mpira bwana, unaingia na kitambulisho cha tukio husika. Waandishi ni wengi siku hizi na wao pia hawatambui watafanyeje sasa. Huyu dada akaja akajibu akasema kwamba bwana, swala la kumpokea msanii airport ni tofauti na special occasion kama inavyokuwaga kwenye show. Kama ilivyokuwa kwa walinzi wanaenda kazini, hata hao waandishi nao pia wanaalikwa. Wanaambiwa kwamba msanii anatua na ndege muda huu muda fulani, na ndio maana unaona hata yeye pia alikuwa tayari kutoa ushirikiano, kwa sababu anajua kabisa hawajaenda airport kupiga naye picha, wamekuja kazini. Waandaaji wajifunze hizo pigo sio kabisa. Kwa hiyo watu hapa bwana wametoa malalamiko yao juu ya wale waandishi wa habari pale ambao walienda kumpokea Davido airport, walikuwa wakisukumwa. Kwa kuna watu hawajapendezwa kabisa na tukio hilo, wanaona kama vile si ubinadamu kwa namna moja au nyingine. So ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Bisa update.